Wanaume wengi wanatembea na laana za wanawake. Wanaume wengi wanatembea na mizigo mizito ya wanawake. Nazungumza hivyo kwa nini? Nazungumza kwa maana hii. Wewe ni mwanaume ambaye uliwahi kuwa na mpenzi wako, iwe mpenzi wako hamjaoana ama mke wako uliwahi kumuoa, akiwa amekuvumilia kwenye shida kubwa ambazo mlizipitia, akiwa amekupitia kwenye dhiki kubwa ambayo mliipitia. Kipindi hicho hamna kitu chochote, kipindi hicho hauna hata senti tano, mwanamke huyo anakuvumilia. Lakini siku ambayo Mwenyezi Mungu amekufanikisha kupata riziki, unaanza kujipata, unakuja kumuacha mwanamke huyo, unakuja kumuumiza mwanamke huyo na kuona huyo sio hadhi yako, na unaenda kutafuta mwanamke ambaye unaamini huyo ndiyo hadhi yako baada ya kujipata. Hiyo ni laana kubwa ambazo wanaume mnatembea nazo na zinawatesa. Hivi haujui kwamba Mungu amekupa mafanikio hayo kulingana na huyo mwanamke, kutokana na huyo mwanamke ambaye umepambana naye? Kwa nini umuache? Kwa nini umuache mwanaume ambaye umepitia naye mateso? Mwanamke ambaye mlikuwa mnavumilia wote kula mlo mmoja kwa siku. Leo hii umejipata, una biashara zako, una magari yako, una nyumba zako, ndio unamuona huyo sio hadhi yako. Hiyo ni laana na inawatafuna wanaume wengi mno. Na ndio hapo mnaingia kwenye matatizo baada ya kuachana na yule ambaye umetafuta naye, yule ambaye amekuvumilia naye. Mnaingia kwenye matatizo baada ya miaka 2-3, mambo yanakuwa magumu, mnadhalilika. Wale wengine ambao mmewaacha wanaanza kujiuliza kiko wapi? Sikiza nikwambie, usimwache mwanamke aliyekuvumilia kipindi una dhiki. Usimwache huyo mwanamke aliyekuvumilia kipindi hauwezi hata kutoa hela katika ya kula mlo mmoja kwa siku. Hiyo ni laana. Wanaume wengi mmelanika. Atuongee uongo, mimi mwenyewe mwanaume. Wanaume wengi mmelanika na hamjui. Wanawake hawa wanawapiga laana wakitembea. Wewe unatembelea magari mazuri, unakaa kwa nyumba nzuri, wewe unamwacha anahangaika huko mtaani, anavyozidi kukuona anazidi kukulani. Yani mimi nimemvumilia kwenye matatizo, leo hii kaniacha. Badilikeni vijana. Badilikeni vijana. Kama unaona kwamba wewe huyo mwanamke uliyokuwa naye sio hadhi yako, sikiza nikwambie, acha huyo mwanamke. Leo hii unamkuta kijana aliwahi kuwa na wanawake 4. Leo hii unamkuta kijana aliwahi kuwa na wanawake 4, 6, 7. Hao wote amewapiga matukio mabaya, amewatumia, alafu akaja akawaacha. Amewadanganya kwamba atakuja kuwaoa, mwisho wa siku anakuja kuwaacha. Wanawake wale ujue ya kwamba waliweka matarajio, mioyo yao iliweka na kuamini kwamba huyu ndo atakuja kuwa mume wangu. Kesho unakuja unamuacha kwa sababu ya kuona sio hadhi yako. Sikiliza nikwambie, mnatembea na laana za wanawake wengi. Huo ndio ukweli, lazima tuzungumze ukweli. Wewe uko unaendesha magari mazuri, unakaa sehemu nzuri, lakini kuna watu wanakupiga laana huko. Yule mbwa wanakuombea hata upinduke ndio gari lako. Wanakuombea hata nyumba ambayo unakaa ikuangukie. Hayo ni matatizo. Matoko wanaume mjifunze. Muda mwingine mnachelewa kufanikiwa ama mnafanikiwa afu mnarudi nyuma kutokana na hizo laana, hiyo mikosi ambayo mliwahi kuipitia huko nyuma. Kwa hiyo jifunzeni. Kama uliwahi kufanya hiyo michezo, cha kwanza rudi waombe msamaha wale ambao uliwaumiza, uliwaacha. Kama una pesa wawezeshe. Alafu kama ni Muislamu nenda kwa shehe ukasomewe dua, na kama Mkristo nenda kanisani ukafanyiwe maombezi, alafu umrudie Mungu. Hiyo ndio itakuwa njia pekee ya kuweza kufuta laana hizo ambazo mnatembea nazo.